Mvutano kati ya baadhi ya mawakili na mahakama ya juu umechukua mkondo mpya leo baada ya majaji kupuuza wito wa kususia shughuli za mahakama hiyo na kuendelea kusikiza kesi zinazohusu waathiriwa wa madai ya ukatili wa polisi na unyanyasaji wa kingono. Kesi hizo ambazo baadhi yake zinarejea katika moja ya vipindi vya giza zaidi katika historia ya kisiasa nchini, sasa zimeibua mgongano kati ya mjadala kuhusu uwajibikaji wa mahakama na haki ya waathiriwa kupata haki. Grace Ng'ang'a na taarifa hii. Za baadhi ya mawakili kutekeleza ususiaji uliotangazwa na chama cha wanasheria Kenya LSK dhidi ya mahakama ya juu zilionekana kukumbwa na kikwazo baada ya benchi linaloongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome kuendelea kusikiliza kesi mbili muhimu za kikatiba. Kesi ya kwanza inawahusu wanawake wanaodai walibakwa na kufanyiwa unyanyasaji wa kingono na maafisa wa polisi wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 hadi mwaka 2008 na ambao bado wanatafuta haki miaka mingi baada ya matukio hayo. Kesi ya pili iliwasilishwa na wanaume wawili wanaodai waliteswa, walifanyiwa ukatili na kuzuiliwa kinyume cha sheria, pamoja na mama yake mwanasiasa mkongwe Koigi wa Wamwere walipokuwa wakiandamana katika bustani ya Uhuru Park wakitaka kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa. Usikilizwaji wa mashauri hayo uliendelea licha ya ususiaji unaoendelea uliotangazwa na chama cha wanasheria Kenya kupinga majaji wa mahakama ya juu. Baadhi ya mawakili walitumia mitandao ya kijamii kueleza kutoridhishwa kwao baada ya mahakama kuendelea kusikiliza mashauri hayo. Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria Kenya Nelson Havi alidai kuwa majaji walizuia matumizi ya kamera na vipaza sauti vya mawakili katika jitihada za kuwazuia kuendesha kile alichokitaja kuwa maandamano ya amani mitandaoni dhidi ya benchi hiyo. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama kuendelea kusikiliza kesi hizo pia unaibua swali gumu. Je, mvutano kati ya mawakili na majaji unapaswa kuchelewesha usikilizwaji wa mashauri yaliyowasilishwa na waathiriwa wanaodai kuteswa, kufanyiwa unyanyasaji wa kingono na ukiukwaji mwingine wa kihistoria wa haki za binadamu? Kadri ususiaji huo unavyoingia katika hatua nyingine, mahakama ya juu inaonekana kutuma ujumbe mmoja kuwa isipokuwa izuiwe rasmi kwa mujibu wa sheria, itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kusikiliza na kuamua mashauri yanayowasilishwa mbele yake. Grace Ng'ang'a, KTN.